Hivi unajua kama unaweza kutengeneza mfano logo ya biashara na kulipwa bila ya kujua design kwa undani? Sasa leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia hii AI ya Leonardo kutengeneza logo na branding hatua kwa hatua. Logo, fahamu kwamba ni sehemu muhimu sana ya biashara yoyote ile. Sasa leo tutatengeneza logo kuanzia idea hadi kupata design inayoweza kutumika. Kabla ya kutengeneza logo, kuna vitu unatakiwa uweze kuelewa. Lazima uwe na idea ya hiyo brand. Kwa mfano, let's say ni tech company, ama ni clothing brand au fitness brand. So leo tutatengeneza logo ya tech brand. So wacha tuandike hapa prompt yetu simple ambayo tutagenerate hiyo logo yetu ya kwanza kabisa ya tech brand. So hapa katika sehemu ya prompt, wacha mimi niandike simple prompt a modern simple prompt kama hii ndogo tu, a modern tech logo, minimalist design, clean lines, blue color, futuristic style, vector style, high quality. Tunatumia maneno kama minimalist katika prompt yetu hapa, clean na vector. Hizi ni muhimu sana ambazo zitakupatia wewe logo nzuri. Clean, minimalist, tunasema vector, ni vitu ambavyo muhimu sana vya kuvijumuisha katika prompt yako wakati ambapo mfano unatengeneza kitu kama logo ili kupata result nzuri. Okay? So wacha ni generate hapa na tuone logo ambayo itatutengenezea. Kama unavyoona logo ya kwanza imetuletea kama hivi, inaonekana hivi, ni simple lakini vile vile ni clean kabisa, na tayari tuna uwezo wa kuidownload na kuitumia kama ndio logo yetu kwa tech brand. Lakini kama hujaridhika unaweza kugenerate tena. Nimekwambia usiridhike tu na generate ya kwanza unaoifanya. Jaribu kugenerate zaidi ya mara moja ili upate majibu tofauti na uangalie chaguo ambalo linaonekana ni clean na simple. Unaona? Hapa kuna kama alama ya T kimaanisha tech. Nayo ni nzuri sana, simple logo ambayo unaweza kuitumia katika biashara yako, kampuni yako. Ni very simple kwa sasa kuweza kupata vitu kama hivi logo ama kutengeneza some design za brand yako. Umeona? Na generate ya tatu hapa imetuletea hii. So mimi naona kwa upande wangu hii ipo very simple, lakini pia hata hii ya tatu kidogo naona sijaipenda sana. Kwa hiyo hapa naweza mimi mfano nikienda na hii hapa, kwa hiyo nika download hapa na kukumbusha, chagua ile ambayo inaonekana ni clean na simple. Logo nzuri inakuwa siku zote sio ngumu, inaeleweka kwa haraka, inaonekana professional. Ni vitu vya kuzingatia unapochagua logo yako. So labda tujaribu version nyingine, achilia hii ambayo tumegenerate hapa. Jaribu kuandika prompt katika version tofauti kidogo. Let's say tuandike a luxury, uone tofauti, na yote yanakuja katika prompt. Unapoweza kuprompt vizuri, basi na majibu utapata vizuri mazuri. Elegant, design, premium, brand, black, background, then minimal, high, detail. So prompt nyingine hii, a luxury gold logo, elegant design, premium brand, black background, minimal, high details. So ni just prompt yako tu ndio ambayo itakuletea result tofauti tofauti kulingana na utakavyoandika katika prompt yako. Kwa ni muhimu sana kujifunza prompt engineering ama kujifunza namna nzuri ya kuandika prompt katika hizi AI mbalimbali. So hapa tukigenerate, utaona hapa inatuletea logo ambayo ukiitazama logo hii ambayo tunaipata, utaona inafaa hata kwa brand za premium. Unaweza kutumia logo kama hii. Cheki logo ilivyotulia. Okay? So unaweza kugenerate tena ukapata. Kwa hiyo huku unaweza kupata idea za logo. Kwa mfano unaumiza kichwa unahitaji logo, unaweza kuprompt tu na ikakupatia idea mbalimbali za logo, then baadaye ukaenda kufanya kazi na logo hiyo. Very simple. Okay, umeona? Imetuletea hapa simple design ya logo fulani. Kwa hiyo unaweza kugenerate na kuchagua. So unaweza pia kutengeneza social media posti, kutengeneza ads, kutengeneza visual identity. Sio branding, fahamu, sio logo tu peke yake. Unaweza kutengeneza vitu kama hivyo, social media post, ads, visual identity. Kwa mfano acha tuandike hapa katika prompt yetu, let's say a modern brand poster, clean design,
take theme, glow, tones, minimal, style. So tukigenerate hapa, ona majibu ambayo tunayapata. Okay, you're almost out of tokens. Ya tokens zimeisha kwa siku hii ya leo, zimebaki takriban tokens 48, zinakaribia kumaliza tena. Kwa unatakiwa makini katika kugenerate kwako. So unaona simple poster ambayo tumeipata tunaweza kushare katika Instagram. Lakini maneno ambayo yapo pengine sio maneno ambayo unahitaji wewe, una uwezo wa kuandika maneno yako mwenyewe katika hiyo prompt yako ukagenerate, ama unaweza ukaget idea tu the way hiyo design iliyokupatia, na wewe ukaenda kudesign mfano katika Canva ama Photoshop kwa kupitia idea ambayo Leonardo imekupatia. So tukigenerate tena mfano hapa, tuone ya pili. So unaweza kudownload logo ambazo umezigenerate hapa, mfano ukaja katika picha yako ukadownload. Mfano mimi nataka kudownload logo hii hapa, na unaweza kuitumia kwa biashara yako au kuuza client kwa client. Unaona tayari nimeidownload mimi hapa logo yangu, unaweza kwenda kuitumia, naweza kwenda kumpa, pengine wewe sio mtu wa kutengeneza logo, unaweza kumpatia mtu wa kutengeneza logo idea yako hiyo, na akaweza kukutengenezea kule katika mfano Adobe Illustrator, na ukapata logo ambayo utakuwa unaitumia. Unaona mfano poster hiyo katuwekea kama hivi. So unaweza kuandika let's say maneno fulani yatokee katika hiyo poster yako na ukaweza kupata majibu. Unaweza kufanya na kujaribu kutumia hii Leonardo mara kwa mara hadi kuweza kuizoea na kupata vitu tofauti tofauti ambavyo kupitia Leonardo AI unaweza ukagenerate. So sina la ziada mimi. Kuna watu wengi wamekuwa wakitafuta logo lakini hawajui kutumia AI kama hii ya Leonardo. Hapo unaweza kuingia ukapata logo ambazo vile vile unaweza kuziuza hata katika Fiverr, kufanya branding kwa biashara ndogo, kutengeneza designs za social media. So unaweza kufanya vitu vyote hivyo. Nategemea umeweza kugenerate some logos na branding kwa kutumia Leonardo AI. Just cheza na prompt yako tu ili uweze kupata majibu tofauti tofauti. Kwenye video inayofuata nitakuonyesha best settings za Leonardo AI ili upate quality ya juu bila kupoteza credit. So hakikisha unafuatilia video itakayofuata. Kama una swali lolote juu ya video hii, usisite kuuliza katika sehemu ya comment. Tutaendelea kujifunza vitu mbalimbali ambavyo uget idea namna gani ambavyo hizi AI zinatumika kufanya vitu tofauti tofauti, kurahisisha mambo na kugenerate vitu kama hivi ambavyo muda mwingine vinakuchukua muda kufanikiwa kupata. Pengine unatafuta idea tu ya logo lakini unashindwa kupata. Unaweza kugenerate huko katika Leonardo na ukapata logo nzuri tu. So asante sana, tukutane wakati mwingine.